Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu tunalipata kwenye kile kitabu cha Luka mtakatifu 24 mstari wa 36 mpaka mstari wa 43. Luka mtakatifu sura ya 24 mstari wa 36 mpaka mstari wa 44. Luka mtakatifu 24 mstari wa 36 mpaka 43, maandiko yanasema, na walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao akawaambia, amani iwe kwenu. Wakashtuka wakaogopa sana, wakidhani ya kwamba wanaona roho. Akawaambia, mbona mnafadhaika, na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazama mikono yangu na miguu yangu, na ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni muone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Na baada ya kusema hayo, aliwaonyesha mikono yake na miguu yake. Basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha, huku wakistaajabu, aliwaambia, mna chakula chochote hapa? Wakampa kipande cha samaki wa kuokwa, akakitwaa akala mbele yao. Tuombe. Mwenyezi yote, muumba wa mbingu na nchi, katika jina la Yesu Kristo, wakati mwingine ambao tunahitaji kula mezani mwako, watoto wako wamekuimbia, wamekusifu kwa tenzi, lakini sasa ni wakati ambao tunakwenda kusikia kutoka kwako kupitia neno lako. Saidie Bwana kuelewa maandiko, maana uliwaambia Masadukayo ya kwamba, je, ampotei kwa sababu hii au yajui maandiko? Watoto wako tuko mbele zako, tunahitaji kuyajua maandiko, Bwana, ili tusipotee mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Na mimi kanisaidie ujumbe huu ikaweze kuufikisha kama ulivyokusudia, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Kwa wale wasionijua, kwa jina langu naitwa Noel, ni mchungaji katika kanisa la Presbyterian la Afrika Mashariki, katika pande hii ya Kikatiti. Tulikuwa tunahudumu maji ya chai, lakini Mungu akatusaidia tukapanuka tena tukaja huku kwa ajili ya kuifanya kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Na ikimpendeza tena zaidi tutaendelea kupanuka ili kuweza kuifanya kazi yake, lakini msingi kwa wakati huu ni neno la Bwana, kama tulivyosoma kutoka kwenye kitabu cha Luka 24 mstari wa 36 hadi 43, lakini mstari nitakayeusimamia ni mstari mmoja, mstari wa 36. Mstari wa 36, maandiko yanasema, nao walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama kati yao akawaambia, amani iwe kwenu. Kichwa cha somo kinasema, amani ya Kristo katikati ya hofu. Amani ya Kristo katikati ya hofu. Amani ya Kristo katikati ya hofu. Kitabu hichi cha Luka 24 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 53 kinaonesha matukio muhimu baada ya ufufuo wa Yesu Kristo. Kuna matukio muhimu matatu ambayo tunayaona hapa, kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 43. Mstari wa kwanza mpaka wa 12 tunaona ufufuo wa Yesu Kristo. Malaika anatangaza habari ya msingi kwa wale ambao wamemwamini Yesu Kristo, kwa sababu siku ya Ijumaa alisulubiwa, wakaenda kwenye Sabato Wayahudi. Siku ya tatu ambaye ni siku ya Jumapili, Sabato imeisha, Martha Magdalena wanakuja kaburini kutengeneza mwili wa Kristo na kuupaka mafuta. Wale tuliokuwa ile Jumapili ya Pasaka tuliona, wakapewa habari, na ilikuwa habari yenye matumaini au habari njema ya kwamba amefufuka, hayupo tena kaburini.
Kwa hiyo mstari wa kwanza mpaka wa 12 ni ufufuo wa Kristo. 13:33 ni safari ya kwenda Emau. Yesu Kristo anafundisha. 36:43 Yesu anawatokea wanafunzi. Hakikisho la ufufuo wake, anawatokea wanafunzi wakiwa katika hofu, wakiwa katika mashaka, wakiwa katika hali ngumu. Katika sehemu hii tunayoisoma, wanafunzi walikuwa wamechanganyikiwa. Ukisoma kuanzia mstari wa 36 mpaka 43 utaona walikuwa wamechanganyikiwa, walikuwa wana hofu, wamekata tamaa. Na ndipo Yesu anawatokea katikati yao, anawaambia amani iwe nanyi. Je, na wewe una hofu na mashaka katika maisha yako? Ni swali la kujiuliza, na katika mahubiri haya au mafundisho haya uweze kupata majibu kama una hofu na mashaka katika maisha yako. Leo kutokana na ujumbe huu, tutaangalia mambo mawili ya msingi yanaweza kubadilisha maisha yako. Mambo mawili ya msingi yanaweza kubadilisha maisha yako. Maana inaweza kuwa naona mashaka na hofu kama wanafunzi hao walivyokuwa na mashaka, lakini Mungu amenipa ujumbe huu, inaweza ikawa ni sehemu yake katika maisha yako, kukuondoa katika hofu na mashaka. Sababu ya kwanza inasema Yesu katikati ya wanafunzi. Yesu katikati ya wanafunzi walikuwa na mashaka na hofu, waliokuwa wamekata tamaa. Lakini tunaona mstari wa 36 maandiko yanasema, na walipokuwa katika kusema habari hiyo. Habari ipi? Mstari wa 36 kipengele cha kwanza unamalizia mstari wa 35 kwamba wanafunzi walikuwa katika hali ya kuambiana habari za ufufuo wa Yesu Kristo. Na mstari wa 36 maandiko yanasema, na walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe akasimama katikati yao. Yeye mwenyewe waliokuwa wanazungumza habari yake, yeye mwenyewe nani? Kristo akasimama katikati yao. Neno katikati yao maana yake nini? Neno katikati yao maana yake alikuwa miongoni mwao, alikuwa ndani ya kundi, alikuwa ndani, hakuwa nje, alikuwa ndani kabisa. Hapa haimaanishi nafasi ya kawaida tu. Kuna mambo matatu katikati yao inamaanisha. Jambo la kwanza, katikati yao inamaanisha uwepo halisi wa Yesu katika maisha ya wanafunzi. Uwepo halisi katika maisha ya wanafunzi, katikati ya hofu, katikati ya mashaka, katikati ya kuchanganyikiwa. Akili zao zilikuwa zimefunga kwa sababu Bwana wao amesulubiwa, amezikwa. Sasa walipokuwa wanapewa habari ya kwamba amefufuka Yesu Kristo, wale wanafunzi wawili waliokuwa wanaenda Emau, walipokuwa wanaambia mitume kuhusu habari ya kufufuka kwake, kwa Yesu Kristo, walikuwa waamini, walikuwa akili zao zilikuwa zimefunga, fahamu zao zilikuwa walikuwa na mashaka. Na ndipo sasa Kristo akatokea katikati yao. Uwepo wake haukuwa mbali nao. Uwepo halisi wa Yesu Kristo katika maisha ya wanafunzi, katika uwepo halisi wa Yesu Kristo katika maisha ya wanafunzi, uwepo wake haukuwa mbali nao. Uwepo wake haukuwa nje ya wanafunzi, bali uwepo wake ulikuwa ndani yao kabisa. Maanake vile walivyokuwa na yeye alikuwa nao katikati yao. Hata wewe leo inaweza kuwa na mashaka kama wanafunzi, unaweza kuwa na hofu kama wanafunzi, lakini neno la Mungu linasema alikuwa katikati yao, katikati yao. Hakuwa nje ya changamoto alizokuwa wanapitia, hofu, sababu hofu ilikuwa ndani yao, mashaka ilikuwa ndani ya roho zao.
na Kristo akaja katikati yao. Kristo akaja katikati yao. Watu walikuwa na mashaka. Hii tunajifunza kwamba kama Mkristo, umempa Kristo maisha yako, unapopita kwenye changamoto, unapaswa kuona ya kwamba katika changamoto unayopitia Kristo yuko katikati yako. Anasema vizuri Mungu kwenye kile kitabu cha Isaya 43 au 42 kama sikosei, ya kwamba utakapopita kwenye maji mengi nitakuwa nawe. Nitakuwa nawe. Maandiko yanasema utakapopita. Kwa hiyo maana yake kama maandiko yanasema utakapopita, maana yake lazima kama Mkristo ambaye una mwili wa damu na nyama utapita kwenye changamoto. Sasa tofauti ni kwamba unapopita kwenye changamoto, Kristo yupo katikati yako. Bwana Yesu asifiwe. Yupo katikati yako. Je, umempa Yesu Kristo maisha aweze kukaa na wewe katikati yako, au unapambana kwa nguvu zako kushinda hofu na mashaka ya dunia hii? Wanafunzi walikuwa na hofu, wanafunzi walikuwa na mashaka, wanafunzi walikuwa wamechanganyikiwa kwa sababu bwana wao, mchungaji wao, waliokuwa wamemwamini ameuliwa. Akili yao ilikuwa imevurugika. Kuna mambo ambayo yanaweza kukutokea kwenye maisha, kuna mambo ambayo yanaweza yakaja kwenye maisha yakakusumbua mpaka yakakuondoa kwenye msingi. Lakini natamani uone kwamba maandiko yanasema, na walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao. Tamani Yesu asimame katikati ya maisha unayoendea. Tamani Yesu asimame katikati ya maisha yako. Haijalishi ni maisha namna gani. Mafuriko yatakuwa mengi, lakini Bwana atakuwa pale. Changamoto zitainuka kwa namna nyingine, lakini Kristo atakuwa pale. Jambo la pili kuhusu katikati yao, jambo la pili, kipengele cha pili, Yesu ni kitovu cha maisha yao. Yeye ndio chanzo. Neno kitovu maana yake ndio chanzo. Yeye ndio yuko katikati ya maisha yao. Ndio maana maandiko yanasema akasimama katikati yao, kwa sababu kushoto, kulia, kila upande yeye ndiyo chanzo cha maisha yao. Yesu ni kitovu cha maisha yao. Hii inaonyesha Yesu ndiyo chanzo cha maisha yao. Yesu ndiyo anayestahili kuwa katikati ya maisha yao. Ndio maana alikuwa katikati yao. Kumbuka, ilikuwa sio jambo jepesi kwa mtu ambaye walikuwa wamemwamini, wamempa maisha yao, alafu akauliwa. Pamoja na wamekaa na Yesu na amewafundisha kwamba nitakufa, siku ya tatu nitafufuka, lakini kama wanadamu, kumbuka habari za Eliya. Ameua manabii wa miungu, lakini yule mwanamke Yezebeli anatuma ujumbe kwa Eliya. Eliya anakuwa na hofu, anakimbia mpaka anamwambia Mungu, nataka kufa. Sio jambo la kawaida. Kama Kristo hajashika maisha yako, hajakaa katikati ya maisha yako, kama sio chanzo cha maisha yako, hofu na mashaka vinaweza vikakuondoa kwenye maisha. Watu wengi wameondolewa na hofu, kwa sababu wanasaikolojia wanasema hofu inaua hadi mifupa. Maanake unatetemeka ndani, unakuwa na hofu. Nenda angalia wakati kabla Yoshua hajaanza kuwaongoza wana wa Israeli, kile kitabu cha Yoshua sura ya kwanza, maandiko yanasema nitakuwa pamoja nao. Huyo ni Mungu anamwambia Yoshua. Kadhalika asubuhi ya leo nataka uone Yesu Kristo alikuwa ndio kitovu cha maisha ya wanafunzi. Unapomruhusu Kristo katika maisha yako, unampa nafasi ya kwanza, unamfanya kuwa msingi wa kila kitu kwenye maisha yako. Unampa nafasi ya kwanza, na ukimpa nafasi ya kwanza Kristo, kila kitu kitakapoinuka kama mafuriko hayatakung'arangisha. Nenda kaangalie vijana watatu walipokuwa kwenye tundu la simba.
Nenda kaangalia walipokuwa wako kwenye lile tundu la moto, Meshaki, Daniel walipokuwa pale, mfalme anaenda kuangalia kwenye tundu la simba, anasema ninaona wako 4. Kristo alikuwa pale akiwapigania. Moto wa maandiko anasema haukuwaua na ulikuwa umechochewa. Changamoto zako ni zipi? Unapitia wapi? Je, umemfanya Yesu Kristo kuwa katikati ya maisha yako? Umempa Kristo nafasi kwenye maisha yako? Kama hapa na walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao. Alisimama. Mruhusu Yesu asimame katikati ya maisha yako. Mruhusu Yesu awe msingi wa maisha yako. Ukimruhusu Yesu awe msingi wa maisha yako, utakapopita kwenye changamoto utaona majibu, na yeye mwenyewe atajivunia wewe. Anamwambia Paulo anaomba kwa ajili ya changamoto aliyokuwa anakutana nayo. Soma vizuri kile kitabu cha waraka wa pili wa Korinto wa pili sura ya 12. Aliomba mara 3, lakini maandiko anasema Mungu alimwambia neema yangu ya kutosha. Paulo alipojua, anasema nilipojua neema yake, basi mimi nitakuwa mdhaifu ili yeye athibitike. Kwa hiyo neema ya Kristo anapokuwa katika maisha yako, yeye anakuwa msingi. Tunajifunza nini katika pointi hii ya kwamba Yesu katikati ya wanafunzi? Tunajifunza Yesu aliyefufuka yupo hai na anatenda. Yesu aliyefufuka yuko hai na akawatokea wanafunzi wake katikati yao. Hata leo ukimpa Yesu Kristo maisha yako, umempa Mungu aliye hai uhai wako, na yeye ndio atakuwa anauangalia uhai wako, kwa sababu yeye yu hai na wewe utakuwa hai. Lakini mbili, tunajifunza uwepo wake ni wa kweli, si wa kufikirika. Ni wa kweli, si wa kufikirika. Kwa nini? Sababu aliwaambia, tazameni mikono hii, tazameni miguu hii, mimi sio roho. Kwa sababu alifikiri ni roho. Kaambia, angalieni roho haina mifupa. Kwa hiyo uwepo wake ni wa kweli. Unapompa Kristo maisha yako, anakuwa na wewe 100%. Lakini 3, yeye ndio msingi wa ibada na maisha ya kiroho. Yeye ndio msingi, sababu walifurahi na wakamwabudu. Kadhalika unapompa Yesu Kristo maisha, yeye anakuwa msingi. Yeye anakuwa msingi. Kile kitabu cha Mathayo sura ya 18 mstari wa 20, maandiko yanasema hivi: kimpa Yesu Kristo maisha anakuwa msingi. Mathayo 18 mstari wa 20, maandiko yanasema hivi. 18 Mathayo 20, maandiko yanasema, kwa kuwa walipo 2 watatu wamekusanyika kwa jina langu, mimi nipo papo hapo katikati yao. Nataka uone hilo neno. Anasema hivi, kwa kuwa. Neno kwa kuwa maana yake kwa sababu. Walipo 2 watatu wamekusanyika. Kumbuka hili ni kanisa. Anapoambia kwa kuwa walipo 2 watatu wamekusanyika, anazungumzia kuhusu habari ya kanisa, kuhusu habari ya kusanyiko kama hili hapa. Kwa jina langu nami nipo papo hapo katikati yao. Kama Kristo. Kwa nini awe katikati? Kwa sababu yeye ndio chanzo cha kanisa. Yeye ndio chanzo cha kanisa, na kama ni chanzo cha kanisa, maana yake ni kwamba yeye yupo katikati ya kanisa. Kama yupo katika kusanyiko hili saa hii tunavyoongea, kadhalika hata kwenye maisha yako, yeye hatakuwa ndiyo msingi wa maisha yako. Yeye ndio atakuwa msingi wa maisha yako. Mruhusu Yesu katika maisha yako. Mruhusu Yesu katika mwenendo wako, na yeye atachukua hofu zako, atachukua mahitaji yako. Anasema mpike fadhaa zako. Anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa. Unapomruhusu, mizigo yako inakuwa ya kwake, kwa sababu yeye ndio anakuwa chanzo cha maisha yako. Jambo la pili, Kristo anawatakia amani yake.
Nasema hivi, nao walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao akamwambia, amani iwe kwenu. Amani iwe kwenu. Neno amani maana yake nini? Neno amani maana yake ni utulivu na ukamilifu. Utulivu na ukamilifu. Kumbuka wanafunzi walikuwa hawana utulivu ndani yao, lakini kwenye jamii ya Kiyahudi ulikuwa ni utamaduni. Wakikutana kama tunavyokutana kusema Bwana Yesu asifiwe, walikuwa wanakutana kuambiana shalom. Maana yake shalom ni amani iwe nawe. Kwa hiyo kwenye utamaduni wao wa kikawaida wakikutana ndio salamu yao, lakini hapa ilikuwa tofauti, kwa sababu anayesema amani iwe kwenu ni Kristo aliyofufuka kutoka katika wafu. Msiwe na mashaka tena, ni mimi niko hapa, nimekuja, ni hai, msiwe na hofu. Kwambia maana ya amani ni utulivu na ukamilifu. Roho na maisha yako sawa. Kwa lugha nyingine, roho zenu na maisha yenu yako sawa, hakuna mapungufu. Mmekamilika kwa sababu mimi nimeshinda mauti na kaburi. Nilienda kwenye kaburi, nilikufa kwa sababu ya kuwakamilisha mapungufu mliokuwa nayo. Na mapungufu ya kwanza mlikuwa hamna uhusiano na Mungu. Nilikuja ili muwe na uhusiano, maanake kulikuwa kuna vita kati ya mwanadamu na Mungu kwa sababu ya dhambi. Ndio maana nilikufa kwa sababu ya uwe na uhusiano wako na Mungu. Ndio maana neno amani iwe nanyi. Ile dhambi ambayo ilikuwa inawafarakanisha na Mungu, ile dhambi iliyokuwa inawafanya msiwe na amani na Mungu, nimeiondoa. Sasa nimeleta amani kati yako na Mungu, lakini pia nimeleta amani kati yako na mwingine. Waefeso 2:16. Maandiko yanasema hivi. Waefeso 2:16, Paulo anasema hivi, anawaambia Waefeso, kwamba 2:16 anasema hivi, 2:16 anasema, akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba, akiisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba, akaja akahubiri amani kwenu ninyi mliokuwa mbali, na amani kwao wale waliokuwa karibu. Kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika roho moja. Nataka uone mstari wa 16 anasema akawapatanisha wote wawili. Nani? Myahudi na mtaifa. Myahudi aliyokuwa anaamini kwa njia ya matendo, kwa kumpendeza Mungu, anamkaribia Mungu. Lakini mtaifa asiyokuwa na agizo, sheria, neno la Mungu, amewapatanisha kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo. Ameondoa ule uadui waliokuwa nao kwa mwili mmoja kwa njia ya msalaba, akiisha kuufisha, akiisha kuondoa ule uadui, ule ugomvi, ile dhambi, akiisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba, akaja akahubiri amani kwenu ninyi mliokuwa mbali, na amani kwao wale waliokuwa karibu, kwa mataifa pamoja na Wayahudi. Kwa sababu kwa yeye sisi sote tumepata njia kumkaribia Baba. Amani iwe nanyi. Tumepata njia ya kumkaribia Baba kwa njia ya Yesu Kristo. Ndio maana amekuja akamwambia amani iwe nanyi. Maanake nimefufua uhusiano uliokuwa umekufa kati ya mtu na Mungu, lakini kati ya mtu na mwingine. Utulivu wa ndani, amani. Amani ni utulivu wa ndani. Hata kama mazingira ni magumu, lakini ndani kuna amani. Kristo anachotengeneza anapokaa ndani ya mtu, anaweka utulivu. Unapozungumzia swala la amani, chukua tu mfano wa nchi. Kwa mfano kule wanakopigana vita Iran, maisha yaendi,
Kunapokuwa kuna amani, maisha hayaendi. Huwezi kufikiri leo nataka nijenge, huwezi kufikiri leo nataka nifanye hichi, kwa sababu ya vita. Sasa Kristo anachokuja kukifanya, anaondoa vile vita vinavyokuwa ndani yako, ndani ya roho yako. Anatengeneza roho yako inakuwa na utulivu, na inapokuwa na utulivu, maanake ile amani yake inalinda maisha yako ya kiroho na ya kimwili. Ndio maana aliwaambia wanafunzi, kwa sababu baada ya hapo walikuwa wanataka waende kuifanya kazi ya Injili. Sasa wasingeenda kuifanya kazi ya Injili kwa vurugu waliokuwa nayo, kwa mashaka waliokuwa nayo. Kwa hiyo ni lazima, walikuwa wanatakiwa amani ikae ndani yao, wawe na utulivu ndani yao, ili waweze kwenda kuifanya kazi. Kadhalika na wewe, kama una amani ndani yako, hautaweza kufanya jambo lolote, hautaweza kufanya jambo lolote, kwa sababu amani, wa Filipi 4:7 inatuambia inalinda. Amani inalinda. Paulo anawaambia wa Filipi, amani ya Kristo na ilinde. Anawaambia wa Filipi, Paulo, kile kitabu cha wa Filipi sura ya 4 mstari wa 7, anawaambia hivi, anawaambia jambo la msingi sana. Anawaambia, na amani ya Mungu ipitayo akili zote. Ile amani huwezi ifananisha na amani ya kidunia. Itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Kwa nini aliwaambia hivyo Wafilipi? Wafilipi, kumbuka Paulo anaandika waraka huu akiwa gerezani. Yeye mwenyewe anapitia changamoto. Wafilipi nao walikuwa na changamoto, kwa sababu kwanza mtume wao amefungwa. Kama tu wanafunzi walipokuwa na vita ndani yao, wana mashaka, kadhalika na Wafilipi walikuwa hawana amani. Lakini anawaambia jambo la msingi sana, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi. Neno kuhifadhi manake itawalinda msio na uharibifu. Neno kuhifadhi manake itawaweka muwe salama. Kwa hiyo amani hii ilikuwa ni kuwalinda wanafunzi wanapokwenda kufanya kazi ya Injili, wawe salama, wasiwe na uharibifu. Wasiwe na uharibifu unayetokana na vurugu iliyoko ndani ya roho zao, lakini wawe na utulivu. Dhalika, unapomruhusu Kristo katika maisha yako, unapomruhusu Kristo kwenye maisha yako, cha kwanza anatangaza amani, upatanisho kati yako wewe na Mungu, lakini 2, kati yako wewe na jirani. Sababu Israeli kama Wayahudi, hata leo wale Wayahudi ambao hawajaokoka, kukaa pamoja na mataifa inakuwa changamoto. Kwa hiyo anachofanya cha kwanza, anapotoa ule uadui unayekusababisha unakuwa na ugomvi na jirani, anatengeneza kwanza uhusiano wako na Mungu vizuri, alafu baadaye anaweka utulivu ndani yako, alafu sasa unaanza mchakato mpya wa maisha yako. Kwa hiyo Kristo unapomruhusu ndani yako, anaondoa ugomvi wote, anaweka utulivu. Na amani ya Kristo ni matokeo ya kifo chake. Amani ya Kristo ni matokeo ya kifo chake, lakini B ni matokeo ya ufufuo wake. Alipokufa kwa Wakristo, aliifia dhambi. Alipofufuka, alitangaza ushindi. Swali la kujiuliza katika maisha yako, je, umemruhusu Kristo aitangaze amani yake kwako? Tunapomalizia, mpendo katika Bwana, amani ya kweli itakaye kulinda maisha yako ipo kwa Yesu Kristo peke yake. Wanafunzi walikuwa na hofu na mashaka, lakini Yesu alipokuja katikati yao, alibadilisha hali yao kwa kusema amani iwe kwenu. Kadhalika na wewe utapomruhusu Kristo katika maisha yako, atakuja kwako, atabadilisha mfumo wa maisha yako. Je, amani hii umeipata kwa kumwamini Yesu Kristo, au bado unataka kupambana na dhoruba za maisha yako mbalimbali unayokutana nayo? Mruhusu aingie katika maisha yako na atulize
au watangaze juu yako, amani iwe nawe. Wanafunzi walipokuwa baharini, dhoruba ilivyokuwa inapiga, waliingiwa na mashaka, lakini Yesu akatuliza ile dhoruba. Kadhalika na wewe, mruhusu Kristo ashike hilo gari, atulize hiyo dhoruba. Bwana Yesu asifiwe. Jifunza mambo mawili ya msingi yenye ufafanuzi mrefu. Amani ya Kristo katikati ya hofu. Nikakwambia jambo la kwanza, Yesu katikati ya wanafunzi, mruhusu akawe katikati yako. Jambo la pili nikakwambia, Kristo anawatakia amani yake. Tuombe. Mungu mwenye nguvu, Mungu wa baraka, wewe ambaye umesema neno lako kupitia neno hili juu ya watumishi wako. Wanafunzi wako walikuwa katikati ya hofu na mashaka, lakini Bwana ukatokea katikati yao na kudhihirisha kwamba huko pamoja nao, lakini pia ulitangaza amani katikati ya maisha yao. Mfalme wa falme, wako wamejifunza neno lako hili. Naomba Bwana, neno hili likawe baraka, likawe msingi, likawafanya watumishi wako hawa wakazidi kukushikilia na kutembea pamoja nao, hata wakikutana na zoruba wakaone ya kwamba wewe ni zaidi ya zoruba zinazokuja kwenye maisha yao. Wabariki kutoka na kuingia, amani yako ikawalinde kama ulivyowatakia Wafilipi kupitia mtumishi wako Paulo, katika jina la Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Mungu awabariki.